tunasikia kitu kinaitwa TAKUKURU. TAKUKURU ni nini? Majukumu yake ilianzishwa lini? Iliwekwa unapanda kabisa. Karibu sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema, lakini pia kututunganisha siku ya leo hapa kwa semina hii. Ninashukuru uongozi wa BAKWATA wilaya kwa kuungana na TAKUKURU katika kuzuia rushwa. Zoezi hili ambalo tumekuja kulifanya leo kwa upande wetu ni sehemu ya majukumu yetu ya kuzuia rushwa. Hivyo nimesema nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa BAKWATA wilaya ya Temeke. Taasisi ya kuzuia na rushwa ni taasisi ya serikali na taasisi hii ipo katika ofisi ya Rais. Kazi kubwa ya taasisi hii ni kuzuia na kupambana na rushwa, lakini sheria ambayo imeipa taasisi hii mamlaka ni sheria namba 11 ya mwaka 2007 ambapo bunge lilikaa likaipitisha sheria hii ya kuanzishwa chombo hiki cha kuzuia na kupambana na rushwa nchini. Taasisi ya kupambana na rushwa ina kazi kuu mbili kubwa kabisa, ni kuzuia rushwa pamoja na kupambana na rushwa. Tunaposema kuzuia rushwa, tunafanya semina mbalimbali. Leo tupo hapa tunazuia na kuongelea masuala mema, uadilifu na vitu vingine, ili kuzuia watu wasije kaingia katika makosa ya rushwa. Kwa hiyo tunatoa semina, lakini pia tunafanya mikutano mbalimbali katika jamii, lakini katika taasisi mbalimbali za serikali na binafsi. Kama leo tumekuja za kidini hapa, lakini pia taasisi ya kupambana na rushwa tunazuia kwa kufuatilia miradi mbalimbali ya serikali, kufanya tafiti za mifumo, lakini pia kwenda mbali zaidi kufuatilia miradi ya maendeleo. Kama mnavyojua, katika halmashauri bajeti ya serikali inapokupisha bajeti ya nchi, mafungo yanayokwenda katika wilaya mbalimbali, basi taasisi ina mpango mzuri wa kufuatilia ile miradi je, inafanyika na kutoa ushauri kule ambapo miradi inafanyika. Sasa basi, katika kazi ya kuzuia, mara nyingi tunashirikishana na jamii, wadau mbalimbali ambao nyinyi miongoni mwenu. Ndio maana tumetoa shukrani sana kwenu kwa kuwa nyinyi mmeungana kwa njia moja ama nyingine katika kuzuia rushwa. Tunaamini mtapata semina hii mnaweza kujifunza baadhi ya mambo, lakini mkaepuka pia baadhi ya makosa ambayo mlikuwa mkiyafanya. Lakini vile vile taasisi ya kupambana na rushwa inapambana na rushwa. Katika kupambana na rushwa ndio huko ambako kunatumika, kama mnavyojua neno kupambana, kuna misukumano, unatumia nguvu kidogo na misuli. Hakuna mara nyingi wakati mwingine tumebelezana, inapofikia hatua huko huwa unakuhojiwa, tutakuita, tutakuhoji, tutatafuta ushahidi. Kama utathibitika, basi tuna hatua mbalimbali za kupelekwa mahakamani ili haki itapatikane. Lakini mara nyingi chunguzi zetu na mapambano yetu ya dhidi ya rushwa huwa ni ya kistaarabu, ni ya kiungwana, ikifuatilia tunafuatilia sana sheria na taratibu ambazo zimewekwa kwa ajili ya kumuhendo mtuhumiwa, kwa sababu wewe ndio mtuhumiwa, haijathibitishwa kwamba ni mtenda kosa mpaka mahakamani. Kwa hiyo tuna njia nzuri sana ya kufanya chunguzi zetu na katika kupambana na rushwa. Sasa hii rushwa ni nini? Rushwa ni kitendo cha mtu au kundi la watu fulani ambao wamejipanga wakiamua kutoa fedha au kitu samani au ahadi fulani kwa mtu huduma ili waweze kupata upendeleo wa jambo lao.
tafsiri nyingi sana kutokana na mazingira ya hiyo rushwa inafanyika wapi na eneo gani, inahusu nini. Kwa hiyo haina maana moja. Sasa basi, rushwa nayo pia imegawanyika. Zipo rushwa kubwa na zipo rushwa ndogo ndogo. Tunapozungumzia rushwa ndogo, tunazungumzia rushwa zinazohusisha kiwango kidogo cha fedha, na hizi mara nyingi zipo katika jamii yetu, tunaishi nazo. Mwisho wa siku tunachukua kama ni mazoea, kwa sababu hazihusishi kiasi kikubwa cha fedha, tunaishi nazo. Asante. Kwenye sehemu ya kwanza tutambulisha TAKUKURU